Leo tunakuleta ndani kabisa maisha na ukali wa waamuzi hao kutoka Afrika watakaochezesha kombe la dunia mwaka 2026. Tunaanza na Mustafa Gorba. Huyu si mgeni, ni kama jenerali aliyepita kwenye mapigano mengi. Ni mwamuzi wa kimataifa wa mpira wa miguu kutoka Algeria anayeheshimika sana. Ameanza kuwa mwamuzi tangu mwaka 2014 na anatambulika kama mmoja wa waamuzi bora wa CAF na FIFA, akiwa amechezesha mashindano makubwa kama kombe la dunia la mwaka 2022 pamoja na kombe la mataifa ya Afrika yani AFCON. Anajulikana kwa kusimamia mechi kubwa na zenye presha kubwa, ikiwemo fainali ya kombe la Algeria mwaka 2024 na mechi za ligi ya mabingwa Afrika kwa kiwango cha juu na uthabiti mkubwa. Anajulikana kwa msimamo wake mkali na kutoyumbishwa na kelele za mashabiki. Pembeni yake yuko Amin Mohamed, ni mwamuzi mashuhuri wa mpira wa miguu kutoka Misri, ambaye yuko kwenye orodha ya waamuzi wa kimataifa ya FIFA tangu mwaka 2017. Anajulikana kwa kuchezesha mechi kubwa zikiwemo za ligi kuu ya Misri, ligi ya mabingwa Afrika, AFCON na mechi za kufuzu kombe la dunia mwaka 2026. Amechezesha mechi mbalimbali ikiwemo nusu fainali kati ya Nigeria na Afrika Kusini pamoja na mechi ya ufunguzi. Alichaguliwa kuchezesha mechi kama Zimbabwe dhidi ya Ghana mwaka 2021, Mali dhidi ya Ghana na Nigeria dhidi ya Benin mwaka 2025. Hawa ni waamuzi ambao wamezoea presha ya dabi za Kiarabu ambazo huwa na joto kali kuliko jangwa la Sahara. Kwao kombe la dunia ni sehemu nyingine tu ya kuonyesha ukakamavu. Mwamuzi mwingine ni Abongile Tom, ni mwamuzi wa kimataifa wa mpira wa miguu kutoka Afrika Kusini, anayehesabika kama mmoja wa waamuzi wa kiwango cha juu barani Afrika. Yupo kwenye orodha ya waamuzi wa FIFA tangu mwaka 2020. Anajulikana kwa uthabiti wa kujiamini uwanjani na amechaguliwa kuchezesha kombe la dunia mwaka 2026 kufuatia mafanikio yake katika AFCON ya mwaka 2023 na mwaka 2025. Anajulikana kwa kuwa jasiri na mwenye mamlaka uwanjani, akisifiwa kwa kutoyumba wala kuogopa katika mechi kubwa zenye ushindani mkali. Na kutoka Mauritania yupo Dahane Beida, ni mwamuzi wa kimataifa wa mpira wa miguu kutoka Mauritania, anayechukuliwa kama nyota anayechipukia katika soka la Afrika. Akiwa kwenye orodha ya waamuzi wa FIFA tangu mwaka 2018, anajulikana kwa kuchezesha mashindano makubwa ikiwemo fainali ya AFCON ya mwaka 2023 na anahesabika kuwa miongoni mwa waamuzi wa kiwango cha juu kuelekea kombe la dunia la mwaka 2026. Aliwahi kuwa mwamuzi wa fainali ya AFCON mwaka 2023 iliyochezwa mwaka 2024 kati ya Ivory Coast na Nigeria, fainali ya kombe la shirikisho la CAF mwaka 2022-2023 pamoja na mechi za Olimpiki mwaka 2024. Beida amejizolea sifa kwa uwezo wake wa kusoma mchezo na kutoacha mchezo upotee mikononi mwake. Hawa ndio taswira mpya ya uamuzi wa kisasa barani Afrika. Mwamuzi mwingine ni Omar Abdukadir Artan. Anatambuliwa kama mmoja wa waamuzi bora barani Afrika na ndiye wa kwanza kutoka Somalia kuchaguliwa kuchezesha kombe la dunia la FIFA la mwaka 2026. Amewahi kuwa mshindi wa tuzo ya mwamuzi bora wa kiume wa CAF mwaka 2025. Amechezesha mechi kubwa zikiwemo za kombe la mataifa ya Afrika, AFCON na ligi ya mabingwa ya Afrika. Alichezesha fainali ya ligi ya mabingwa Afrika kati ya Pyramids FC na Mamelodi Sundowns. Artan anawakilisha ndoto za vijana wengi wa Afrika Mashariki, akionyesha kuwa hata ukitokea wapi, filimbi yako inaweza kusikika dunia nzima. Bila kumsahau Pierre Acho, ni mwamuzi wa kimataifa wa mpira wa miguu kutoka Gabon. Anajulikana kwa kuchezesha mashindano makubwa ya CAF na mechi za kufuzu kombe la dunia la FIFA na anatambuliwa kama mmoja wa waamuzi bora barani Afrika. Alikuwa mwamuzi katika AFCON ya 2023 na pia alichezesha fainali ya CHAN mwaka 2022. Kazi yao haitakuwa rahisi. Watakuwa chini ya jicho la teknolojia ya VAR na shinikizo la mabilioni ya watu. Lakini hawa wameandaliwa, wamepita mafunzo ya kisaikolojia na kimwili ili kuhakikisha kuwa kadi wanazotoa na penati wanazopuliza ni za haki. Afrika haipeleki timu za wachezaji tu, bali inapeleka jeshi la waamuzi wenye weledi wa hali ya juu. Je, unadhani mwamuzi gani kati ya hawa atachezesha hatua ya fainali?